Mmoja atakuja mheshimiwa meya hapa atawaelezeni vizuri. Sisi tumekubaliana kwamba eneo hili ni mali ya mtu binafsi, kwanza tunakubali, lakini pili sisi tunataka liwe mali ya umma. Sisi viongozi tunataka liwe mali ya umma. Eneo hili libaki kuwa mali ya serikali. Huo ndio msimamo wetu. Tunataka liwe mali ya serikali ili tuwe tunafanya kazi kwa uhuru, kwa sababu sasa tunafikiria hivi sasa, sijui tuboreshe nini, tuweke taa. Sasa tunaweka taa kwenye eneo la mtu, akija kesho hawashtaki, si ndio? Mnaingia kwenye matatizo, si ndio? Uzuri ni mmoja, yule mtu anayemiliki hapa ni muungwana sana, amekubali kazi hizi muendelee nazo kwa miaka yote, mzifanye. Yeye hana shida. Amekubali yule mwenye eneo lake hana shida nyie kuendelea na shughuli zenu. Yeye hana shida, mmiliki wa hili eneo hana shida, na ndio maana hajalalamika. Aliwahi kulalamika? Yeye hajalalamika, aliruhusu muendelee na shughuli zenu mpaka hapo atakapoamua kufanya shughuli zake. Lakini sisi upande wa serikali, sisi upande wa mimi mbunge upande wa wananchi, nikiwa nawatetea nyie kama sauti yenu, pamoja na viongozi wenzangu, tumekubaliana kwamba eneo hili tunatamani sasa liwe mali ya umma. Lazima ili tulibadilishe liwe mali ya umma, lazima tufuate tena taratibu. Yupo mmiliki, lazima tukae naye mezani, tuzungumze naye ili akubali kutuuzia sasa ili eneo, na sisi serikali tupo tayari kulinunua. Hata kesho akisema tunalinunua. Kwa hiyo ninapeleka meseji kwa huyu mmiliki popote alipo, kwa sababu wanamtafuta sasa kwenye mawasiliano hapatikani. Ajitokeze mara moja pale manispaa kwa mkurugenzi, ajitokeze mara moja kwa mkurugenzi ili mazungumzo yaanze mara moja kwa ajili ya umiliki wa hili eneo upande wa serikali. Ajitokeze mara moja tuanze kuzungumza ili serikali ipate nafasi ya kulimiliki kwa kufuata taratibu. Tunataka tumlipe, hatutaki kumpokonya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi sina kero ilikuwepo hapo nyuma, lakini namshukuru diwani, namshukuru mheshimiwa mbunge kuja kutusikiliza. Mimi nashangaa. Mbunge ubarikiwe sana, Mungu akutie nguvu. Tunakuombea unakwenda huko bungeni, naamini hutatusahau. Diwani ongera zake kwa sababu hajawahi kutuacha. Sina mengi, tunashukuru sana, tupo kuendelea kuhangaika. Mimi niko hapa karibu miaka 10. Nahangaika kama hivi, nimeshazeeka, nimezeekea hapa. Sasa wangenitoa ndio ningekuwa nishakufa. Mungu awabariki sana.